Hatuwezi kumwandaa dada ambaye anaenda kwa bosi kufanya vizuri, alafu sisi hapa kituoni tukabaki na wadada ambao hawaeleweki, si ndio? Kwa hiyo ukisikia muda wa training au tunafanya training hapa, manake tunawekana kwenye mstari, wote tuwe kitu kimoja, ni watu wazima tunakuja hapa. Kwa hata kama ulitoka huko na matabia yako, shukuru Mungu, wewe sio mbwa wala sio paka, wewe ni binadamu mwenye utashi. Maana yake hata kama hizo sifa ulikuwa huna, unaweza ukaigiza ili tuweze kwenda sawa. Ndio maana ya training, kwamba ni kitu ambacho ulikuwa huna, sio utamaduni uliokuwa umeuzoea, lakini kwa kuwa umekuja kwenye jumuiya tofauti, inabidi uendane nayo. Tunaelewana jamani? Ehe. Na nataka niseme hivi kwa sababu nimeobserve wasaidizi wetu wamekuwa wanafanya hizi training, lakini kuna kitu ambacho nimekiona na nataka niwape kama feedback, kwamba mtu anakuja training hapa anakuwa kama ana tick box tu kwamba nimekaa training, lakini inawezekana hata umekaa hapa akili zako haziko hapa. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba umo ndani, lakini uko dunia yako tofauti. Yale ulioelekezwa hakuna hata moja unalolifanyia kazi. Kwa hiyo hii training inakuwa haina maana, kwa sababu training hapa lengo lake kubwa kwanza ni kukupa awareness, kitu kinachoitwa uelewa, ufahamu wa kitu ambacho wewe ulikuwa either unakijua au ukijui, lakini tukikupa ule uelewa wetu kwamba sisi tunakwenda hivi, sasa na wewe twende pamoja, si ndio? Hiyo ndio maana ya training, kwamba tukupe uelewa wa kitu ambacho pengine ulikuwa unakijua au sisi tunaamini, tunataka tuseme tu wote tulikuwa hatujui. Jamani, mmekuja huku kwetu, basi mila zetu ni hizi. Sawa, tutakwenda pamoja kwa staili hii. Kama unaweza twende sawa. Mtu ambaye anaona hawezi, si tunatarajia baada ya training atatuaga, kwamba jamani, naona mambo yenu haya sintaweza. Hakuna ubaya, tunakuruhusu kiroho safi kabisa. Lakini kama bado tuko pamoja, alafu haufanyi vile ambavyo tunaelekezana, zile mila zetu na tamaduni zetu hatuzioni ukiziapply, sasa inakuwa maana yake ni haina maana. Na kama haina maana kuanzia kituoni, tunatarajia kule tunakokupeleka ukafanye kazi, ukatuwakilishe kwa malipo ambayo sisi mpaka sasa ndio tunaoongoza Tanzania kwa kazi za ndani, wadada kulipwa vizuri. 1,500,000 bado kuna watu wengi huko nje wanapiga kelele kwamba ni hela nyingi. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba ametupa neema ya kutupa watu angalau wanaotuamini kwamba wako tayari kulipa hiyo amount. Basi tukawatendee wema tunaousema hapa, yale tunayoelekezana hapa wanatusikia. Hata kama una watu wengi wanaokuja hapa kwetu. Mimi kwenye TV nimeondoka muda mrefu sana. Sasa hivi niko kwenye social media. Yeyote nitakayemuuliza, nyinyi wote hapa, kama hutataja Facebook utataja YouTube. Usipotaja YouTube utataja Instagram. Usipotaja Instagram utataja TikTok. Upo? Sasa kama wewe uliweza kutuona, ukasikia fursa yetu kwa hiyo TikTok, bado huko TikTok ndiko tunakohubiri hizi mila zetu na tamaduni zetu, namna ambavyo tunatakiwa kwenda kuhudumia watu ili tulipwe hizo hela, kwa sababu hela haziji tu from nowhere. Hela inakuja kwa effort, kwa kufanyia kazi. Na sisi tunaposema tunatakiwa tukafanye kazi kwa mfumo huu, inabidi tufanye. Na tunafanya kuanzia wapi? Kuanzia hapa. Tunaposema tunaenda kurahisisha maisha ya waajiri wetu, basi kweli tukawarahisishie hayo maisha, na sio kuwa kero au tena kuanza kama tunabembelezana. Hapana, hakuna mtu ambaye tunambembeleza kuja hapa, kwa sababu hili swala la kazi ni swala la kujitoa. Tunaelewana kwa hiyo sasa kuna feedback labda chache. Kwa mfano nitagusia, kwa sababu hapa hatuna watoto wadogo, hapa tunadili sana na mapishi na usafi. Hivyo ndio vitu vikubwa ambavyo viko hapa kituoni. Mtu amekaa kwenye training, lakini utakuta usafi unaofanyika kwenye training. Mimi nimeshiriki kuandaa mtaala ule kwa 1% kubwa kutokana na mapungufu niliyokuwa nayaona kwa wadada. Dada anaingia kwenye labda anasafisha chooni. Kwenye kile choo unaona kabisa kina ukungu, lakini anaweza akakaa wiki mbili hajawahi kuchukua dawa na kusugua ule ukungu. Au ndani kuna feni lina vumbi. Kwenye ule mtaala unasema kabisa kwamba kuna usafi wa kila siku, kuna wa kila wiki, kuna wa kila mwezi. Si ndio jamani, walimu mnaofundisha? Sasa kuna wadada mnakaa nao hapa, naona kabisa
wiki amekaa wiki 2, wiki 3, huyo mtu hakuna hata siku moja amenyanyua jicho lake kuangalia feni lina vumbi, na huyo mtu mmekaa naye kila siku hapa kwa ajili ya mnasema ameshapita kwenye training. So najiuliza shida ni wafundishaji au ni hawa wanaofundishwa hizi training hawataki kuapply? Shida inakuwa ni nini? Shida inakuwa iko wapi? Kama umeshaelekezwa kwenye usafi, hakikisha usafi sio tu kufagia na kudeki, ni pamoja na kuhakikisha unasogeza vitu kama ni makochi na vitu vingine, ili ufanye ule usafi, ufute vumbi vizuri. Madirisha, unakuta madirisha yamechafuka, yana vumbi sijui la muda gani, hakuna anayehangaika, lakini utakuta mtu kafagia pale, tunaita wapi pale, usoni pale panapoonekana kila siku, kila wiki, kila mwezi. Yeye ni kufagia pale panapoonekana. So tatizo linakuwa wapi? Kwa sababu sio kwamba watu hawapewi hiyo awareness kwamba usafi sio tu kusafisha panapoonekana. Kwanza huwezi kusema nataka kwenda kufanya biashara ya kuhudumia watu majumbani ili nilipwe pesa, halafu hujui kabisa hata dawa 2 tu za usafi. Dawa tu za usafi. Niwaulize tu hapo mfano, dawa za usafi kila mtu anitajie 2 tu. Sio nyingi dawa za usafi. Tuanze na wewe. Sijui. Usijui Twende peleka mai, kila mtu anitajie dawa 2 za usafi. Omo, sabuni ya maji. Sabuni ya maji. Unataka kujaribu omo, umetaja omo na sabuni ya maji. Ndiyo. Ya maji ipi hiyo? Haya, twende kwa dada hapo. Dawa za usafi? Sabuni ya unga. Sabuni ya unga. Haya, dada pale. Dawa za usafi? Vim na alo. Vim na alo. Twende. Sabuni ya maji. Vim. Aro. Na brush. Dawa. Brush ni dawa. Twende kwa Mary. Sabuni ya maji. Na laundry soap. Laundry soap. Laundry ni ya usafi? Hapana, nimesha sabuni. Haya, twende dada Neema. Sabuni ya maji mimi ninayojua. Kuna ile ya kusafisha vyoo inaitwa Biox. Ndio hiyo ninayoifahamu mimi. Kwa ajili ya vioo. Ila zingine sizijui. Zingine hizi za unga sio za maji, najua ni kwa ajili ya kusafisha tu ndani vyoo. Za unga na za maji. Safisha ndani. Vim. Naijua na Biox kwa ajili ya kusafisha vyoo. Sabuni ya maji, sabuni ya unga. Sabuni ya unga. Ndiyo. Na ya maji. Ndiyo. Okay. Mbona umemruka shefu? Kwani afanye usafi? Dawa za usafi? Arrows, Vim na Dettol. Okay. Safi. Haya, hapa tumepata watu ambao kidogo naweza kuwa kwanza ile dada wa malezi ndio amewashtua wengi, mkaanza kwenye yaro. Wengi mlikuwa nafikiri bado mnatoatoa macho. Dada wa malezi akawaamsha kidogo, angalau yule ana yuko aware. Kataja aro, kweli ni dawa ya usafi na Vim. Haya, shefu pale pia unajua wewe ni mjanja, unajua vitu. Mlioishia dawa za maji. Jamani, dawa za maji hapana, sabuni si za maji. Hizi sabuni za usafi zote nyingi ni liquid, ni za maji. At least jitahidi kujua ni sabuni gani. Usiseme tu sabuni ya maji. Yaani hiyo mlikuwa ni kama mnatafuta tu pa kukimbilia. Si unaelewa na hicho kitu jamani kinahitaji kweli, kinahitaji twende chuo kikuu kujua aina za dawa za kusafisha, za kufanya usafi. Sasa hivi nikiwauliza msanii gani sijui uko wapi, amnitaji. Nikiuliza sijui kuna umbea gani sasa hivi tumefikia wapi kwenye maandamano, mtasema msemi. Tuwe wa kweli.
Lakini kile kitu ambacho kinataka wewe unataka kikakupe hela, huna habari nacho, hujishughulishi, hujihangaishi. Sio sawa, sio sawa. Hatutaweza kuwatafunia. Ndio maana sisi mtaala wetu ni kama skeleton. Skeleton ni nini jamani kwa Kiswahili? Fuvu. Fuvu, wewe mnajua ile binadamu yule ambaye hana nyama kabisa. Sisi tunachowapa ni hiyo nyama, mtajazia nyinyi. Tunawaelekeza kabisa, yani tena kwingine tunasema nenda mtandaoni uliza vitu hivi. Nenda kwenye mtandao uliza hivi vinavyohusiana na wale wa usafi, wale wa malezi, na wenyewe nenda kaulize hiki. Unaweza ukauliza pia general, kwa sababu kazi zetu unaweza ukajikuta zote tatu unafanya. Unafanya malezi, unafanya usafi na unapika. Kupika sasa hivi kuna watu wanapika na wamejulia tu kwenye mtandao. Sasa tunakuwa na watu, mimi kinachoniumiza ni kwamba yani unakuwa na watu ambao hawataki kujisukuma, hawataki kujishughulisha. Hata hiyo effort tunayoiweka ya kuwapa mwongozo, fanya hivi ili uweze kuwa bora, upandishe thamani yako, ni kwa faida yako. Ili tunaposema au dada anastahili kulipwa 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, bosi asione tumempiga changa la macho au tunamuuzia mbuzi kwenye gunia. Lakini sioni effort kabisa. Yani sioni. Hicho ndio kinachonisikitisha. Sioni kabisa, yani watu wapo tu wanapita kwenye training, unakuta yani mtu hajagusa yani pale nakwambia nendeni mtakagua hayo mafeni, mtayaona yamejaa vumbi hivi. Ni kwamba yani basi kwanza tu kikawaida mtu unayefanya usafi hutakiwi kufundishwa hivyo vitu. Huwezi kuwa unafanya usafi wa kuangalia tu chini. Kwa nini usiinue macho juu? Kwa nini madirisha unayofungua na kufunga usiyaone yamechafuka? Haya, umeshindwa kuona. Sisi tumeamua kukusaidia, kukutafunia. Bado sasa sijui unataka tufanyeje. Tuje tupande wote kwenye mafeni au tusafishe wote madirisha, au ndio yale tena ya tumesema hata traditional wetu wa 1,500,000 bado ni hela nyingi. Yani sio yule sasa wa kukumbushwa. Kuna vitu kweli vya msingi vya kuelekezwa. Lakini hata swala la usafi tukuelekeze tena jamani kila saa, dada futa madirisha, dada hebu futa na feni, dada. Sio sawa. Yani mtakachokuwa mnafanya ni nyinyi wenyewe yani hii mishahara mabosi wataacha kulipa. Na wakiacha kulipa sisi tutafanya nini? Yani mnachokifanya sio kwa hasara, sio ya kwetu, ni ya kwenu. Kwa sababu tutakosa watu ambao wanasema kwamba wale wanadanganya bwana. Dada mwenyewe akija mbona hamna maajabu yoyote. Tunavyowafundisha ni ili muwe tofauti. Kwani unafikiri watu wangapi ambao wanadili na masuala ya dada wa kazi? Nani anafanya kama mimi? Unafikiri kwa nini nafanya hivi ninavyofanya? Kwa sababu naonyesha utofauti. Naonyesha utofauti, na ndio maana napata watu wanaoniamini wanasema ngoja niende kule kwa Joyce Kiria. Kuna kitu nakisikiliza kutoka kwake cha tofauti. Sasa na wewe unayetaka kuja kwa Joyce Kiria kuwa tofauti kama mimi nilivyoamua kuwa tofauti. Sio kazi rahisi kukaa na nyinyi kila siku, kuongea kila siku, kuelekeza, kutafuta hivi vitu, kuvitengeneza vitakavyowasaidieni nyinyi. Unafikiri ni kazi rahisi? Hapana. Kwa nini nafanya hivi? Kwa sababu ni kazi. Si kazi inayonipa hela. Inabidi uitumikie, uihangaikie. Sasa wewe kazi ambayo nataka ikupe hela, kwa nini uihangaikii? Kwa nini usihangaikie? Hujui dawa za usafi. Unataka ukafanye usafi. Usafi utafanyaje sasa? Yaani hapo ulipo, haya twende. Naomba, nani anajua? Kila mtu na ukisema unajua tutakupa mtihani pale jiko lile pale. Nataka wanaojua kupika chapati za kusukuma. Na sio kaukau. Twende kazi. Kila mtu achukue maiki pale. Na uniambie chapati za kusukuma ambazo ni laini kama anazopika shefu. Shefu mwishoni atasema chapati ili iwe laini, alipika chapati hapa zimekaa wiki nzima na zaidi bado chapati ilikuwa laini. Kwa hiyo atakayetuambia mwisho kabisa kuhusu chapati za kusukuma, siri ya chapati kuwa laini ni nini? Kwa sababu wadada wengi wakija hapa wanatupikia kaukau. Hakuna dada aliyewahi kuja hapa akapika chapati inayoitwa chapati. Ni ukoko ambao dakika moja akitoa jikoni akiweka hapo unavunja kama nani ya Yesu, mkate wa Yesu. Haya twende. Tunaanza hivi, tunaenda hivi. Niambie chapati ambayo ni laini inapikwaje? Procedure za kupika chapati laini ambayo mpaka kesho kutwa bado
haijakauka, unaanziaje? Kwa kifupi tu. Nabandika maji motoni, yanachemka. Jamani, sema tusikie. Kule mnamsikia kweli? Ongea kwa sauti. Anasema unabandika maji. Nabandika maji motoni, yanapata moto sana. Yanapata moto sana? Ndio. Nakuja nachukua unga wangu, naweka chumvi, naweka sukari kidogo kwa kiasi, nakuja naweka mafuta, baadaye nachukua yale maji ya moto na yamimina kwenye ule unga. Kwa sababu ya maji yanakuwa ya moto, kushika na mikono siwezi, nachukua mwiko, nakoroga, baadaye naanza kukanda na mkono. Kwa hiyo ukifanya hivyo chapati itakuwa laini. Ndio. Kwa hiyo kinachofanya chapati iwe ngumu ni nini? Kinachofanya kwa chapati kuwa ngumu, unaweza ukakanda ile dida likawa gumu, lisiwe laini. Utakapokuja kusukuma chapati inatoka ngumu. Haya. Twende. Unachukua unga wa ngano, sukari kidogo, na chumvi. Kwanza hapo sasa, sukari na chumvi, chapati unampikia nani? Chapati. Unakuwa unampikia nani? Kwa sababu anayekwambia nataka ya chumvi na sukari au chumvi peke yake, sukari peke yake ni nani? Inategemea. Nani anatakiwa akwambie uweke nini? Kama ni mume au familia, inategemea ni wanapendelea ni, maana sio wote wanaopenda chumvi na sukari. Kuna wengine wanaweka tu chumvi. Sasa umeenda kwa mume kwa sababu umetoka kwenye ndoa. Sasa hapa tuko kazini. Huku tumekuja kazini, sio kwa mume. Huyu bado ana ulevi wa mume wa ndoa. Jamani, mnasikia? Anayetakiwa kukwambia chapati ni za sukari ni za chumvi ni nani? Bosi. Haya, twende. Unachanganya. Ukishachanganya unachukua mafuta yako. Mafuta ukitaka unayachemsha, yani ni wewe mwenyewe. Hiyo haitasikika, yani unaiweka mbali. Unachanganya ile ngano na chumvi, unachukua na mafuta yako unachanganya, unakanda. Kwangu mimi huwa nakanda, natumia mkono nakanda ili jichanganye vizuri. Kwa hiyo inabidi nitumie nguvu nyingi kuikanda mpaka ilainike. Kwa hiyo hapo umetumia maji ya kawaida? Maji ya kawaida, wala sio ya moto. Nakanda na hakikisha mpaka inakuwa laini. Ikishakuwa laini hivi. Haya, dada Mary, unajua kupika chapati? Kwangu mimi. Unajua? Sio lazima, kama hujui usilazimishe kutuelezea vitu ambavyo umesikia kwa wenzako. Kwanza unajua? Unajua? Chapati zako laini? Chapati zangu laini. Kwangu mimi kwanza nabandika maji ya moto jikoni. Nikishabandika maji, nachukua unga wangu, nachukua na chumvi, nachukua na mafuta yenyewe napitisha kwenye moto kwa mbali. Alafu nachanganya. Nikishachanganya naweka na maji, lakini maji ya moto. Maana kwangu mimi nikitumia maji yale ya baridi, yani unakuta zile chapati yani haziwi laini. Kwa hiyo inabidi nitumie maji ya moto kwenye kukandia. Kwa hiyo nakanda, nitakuwa naangalia saa lile linanili. Nategemeana sawa, labda bosi wangu kwake kuna vile vya kukandia naweza kukandia, lakini kama hakuna vile vya kukandia nitatumia mikono kukanda. Wewe vya kukandia uliviona wapi? Ndio niliwahi kuviona kwenye TV. Kwenye TV. Sasa kitu ambacho umeona kwenye TV ndio unafikiri unaweza ukakitumia tu kwa sababu umekiona kwenye TV. Kwa sasa hivi kama ushawahi kupika chapati ulitumia nini kukanda? Mikono. Sasa kwa nini usiongelee kitu ambacho tayari unakiweza na una uwezo wa kutumia? Hivyo vya kukandia, mkikutana na vitu ambavyo mmeviona kwenye TV, sawa inabidi kwanza mfundishwe. Vinginevyo ni kwenda kuharibu vitu vya mabosi zenu.